Ubinafsishaji wa kampuni ya Nzoia Sugar umeendelea kuzua hisia tofauti miongoni mwa viongozi na wakazi ya kaunti ya Bungoma. Akizungumza katika mazishi huko Namwacha, Bungoma, mbunge Didmas Barasa alipinga vikali hatua hiyo, akieleza wasiwasi wake kuhusu athari zake kwa wakulima wa eneo hilo. Mama hawa hawako kwa payroll, wanategemea kilimo ndio watoto yao wakule, wajitibu na magonjwa, hawana payroll yote kwa mkono yao. Na mkulima ameamua amepanda miwa, hakuna mtu ambaye amemshurutisha. Mwenyewe ameamua, ameenda, amechagua ng'ombe, ametengeneza shamba yake, amepanda miwa, amefanya budgeting kwamba baada ya mwaka mmoja na miezi 8 hiyo miwa wanunue, apate pesa, apelekee watoto yake shuleni, apate pesa, anunue madawa ambayo anahangaika nayo bila kumpiga mtu yote, kuiba kitu yote ya mtu. Miwa inakuwa inakomaa, Nzoia wanakuja wanakata miwa ya mkulima. Alisisitiza kuwa kina mama wengi wanategemea kilimo cha miwa kuihudumia familia zao, huku akiongeza kuwa wakulima mara nyingi usubiri hadi miezi 6 kabla ya kulipwa. Miwa inakuwa inakomaa, Nzoia wanakuja wanakata miwa ya mkulima. Mkulima anakuwa na furaha kwa roho yake kwamba miwa yake imekata. Wanakaa miaka 5, miaka 6 hawajalipa huyo mkulima miwa, hata anagonjoka magonjwa, anakufa, muko na deni yake, alafu yeye imano wenya hololi uendelee kuba ni status quo ezo baraso mvuvibe ne bisendi mutawe. Kwa nini factories zingine wakichukua miwa ya mkulima wakikata wanamlipa kwa chini ya siku 7, mfanyikazi analipwa pesa yake? Kwa nini Nzoia hailipi? Katika hotuba yake, Barasa alitangaza mazima yake ya kuwania kiti cha gavana kwenye uchaguzi wa mwaka 2027, akiwasihi wakazi wa Bungoma kusimama naye. Nyinyi msikia hata hizo jambo zinakaa kama sauti ya gavana. Hiyo kiti mimi naweza, mnatosha ama sitoshi? Mimi natosha. Wale wananitisha ati nisikuja hapa Bungoma kwa sababu sikuzaliwa hapa, niendelee kukuja ama nisikuje? Niendelee kukuja. Wakati nimekuja hapa juzi, hii dispensary ambayo mheshimiwa Hangati alianza kujenga ikakwama, mimi ndio nimemaliza kujenga. Kwanza wewe Zakaria huko na girlfriend hapo Kitale amejifungulia kwa ile dispensary juzi. Mimi mwenyewe nilijenga. So in terms of capacity, I am the most qualified to be the governor of Bungoma. Siko namna hiyo. Mambo ya kutisha wengine ati usikuja hapa Bungoma sababu wewe hukuzaliwa hapa. We will change the life of our people because we have an agenda, not because we are their neighbors. Siko namna hiyo. Kwa hiyo mengi ni machache, Mungu awabariki sana. Aidha, hotuba yake haikukosa vionjo vya vichekesho, kwani aliwavunja mbavu wakazi kwa kejeli zake dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa Zakaria Barasa. Kwa hapa mwenzangu mmoja Zakaria akauliza ati mimi nikuwe deputy governor yake. Kati ya mimi na Zakaria nani ndio mwenye kuwa deputy governor ya mwingine? Biblia inasema kondoo inajua sauti ya mchungaji. Hii maana yake kuna sauti ya mchungaji, kuna sauti ya chief, kuna sauti ya mwalimu, kuna sauti ya polisi na kuna sauti ya governor. Kiongozi wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa naye alikuwepo katika hafla hiyo na kuhakikishia wakazi kuwa kesi inayohusu kampuni ya Nzoia Sugar bado ipo mahakamani. Aliwahimiza watu wa Bungoma wasikate tamaa, akisisitiza kuwa kampuni hiyo bado haijauzwa. Kama DAP Kenya tulienda kotini tukasema Adani ako na shida. Kwa nini Adani amefukuzwa Bangladesh? Adani amefukuzwa kule kwao India. Na sasa mmemleta Kenya kumpa airport yetu na kumuuzia K-Truck. KICC walikuwa wameuza, Kenya Seed imeuzwa, kampuni karibu 12 including port yetu. Sisi tulipoenda kotini, ile deal yote walifanya na bwana Adani ilikuwa cancelled na court. Na huyo Adani sasa ametimuliwa, ametoka Kenya, amerudi India. So watu wa Bungoma mtu asiwatishe ya kwamba Nzoia imeenda, hakuna kitu kitafanyika. If something has been done illegally and in a corrupt way and we have evidence kuonyesha ya kwamba hata kuna viongozi kutoka hapa Bungoma ambao wamepata pesa kwa bwana Rai, and at the right time we'll show the evidence.
Hiyo deal koti ikimaliza kusikiza hiyo kesi, ikitupilia mbali vile Adani alifukuzwa kurudi India, huyu bwana Rai wa Pan Paper hata kama imeingia Nzoia atatimuliwa, atarudi kwake. Wamalwa aliendelea kusisitiza kuwa mali ya umma haiwezi kuuzwa bila ushirika wa wananchi. Alitaka serikali kuhakikisha kuwa sauti za wakazi wa Bungoma zinasikika kabla ya kufanya maamuzi yoyote ya mwisho. Kwa sasa wakazi wa Bungoma wanaendelea kufuatilia suala hili kwa karibu, wakitumaini suluhisho litakalolinda maslahi yao na maisha yao. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga Tandao, jina langu ni Emmanuel Wabomba.